imani tena kwamba kama inawezekana baadaye nikajua labda naweza nikafika pale alafu ni labda ile eneo nisijipende au tukashindwana. Basi nikamwambia twende, tukatoka na pikipiki tukafika mpaka pale. Tukafika pale akatuonyesha hizo frames zilikuwa mbili. Akasema mwenyewe anaama kwenye frame moja anahamia hii nyingine. Kwa hiyo moja ambayo alikuwepo ndio inaubaki wazi. Itakuwa ina mtu. Ndio. Aliana naye huyo mwenye nyumba, alikuwa sijui yuko kwenye kikao, akasema anakuja. Ndio. Akaja kweli pale, alipofika yani kwanza ni mcheshi. Alitusalimia vizuri, karibuni wanangu. Ndio. Karibuni sana, frame ndo hizi hapa. Mnataka kufanya biashara gani? Nikamwelezea kwamba tunataka kufanya biashara ya chakula. Akasema basi hamna shida, huko ndani kunatakiwa tu karabati kidogo. Kwa hiyo tukakubaliana pale kodi, tukampa kodi. Na kitu kingine, tulikuwa tunatamani tukifungua hiyo biashara tupate friji kwa ajili ya kuhifadhi vyakula na vinywaji. Sio kama kile ushuhuda wewe. Lakini katika bajeti zetu tunavyoanza hatukuwa na hiyo bajeti ya friji kwanza. Tulikuwa tuna bajeti ya chakula na vitu vingine. Alafu friji litakuja baadaye. Ndio. Lakini yule baba bila hata kumwambia chochote akasema, alafu pia kuna friji liko hapa. Ile friji mimi naweza nikawapa ile friji mtalitumia. Sio kama nawauzia au nawapa, lakini mimi nawapa mtalitumia. Bure. Kama mtalitumia bure. Oh, wakati ambao mtakuwa pale. Shangilia Yesu kwa kazi yako. Akanihakikishia akasema, yani hapa mimi sio kama naongea ni uongo na ile friji sio kama ni bovu. Linafanya kazi kabisa. Ngoja niwashe hapa uone. Akawasha kwa ile friji likawa limewaka. Ndo akasema kwamba hapa nina marekebisho tu kidogo, nataka lijazwe gesi ambayo ni thamani ya shilingi 30,000. Yaani kweli nilimshukuru Mungu. Nilimshukuru Mungu sana kwa sababu kwa biashara ya chakula inahitaji uwe na kitu kama friji kwa ajili ya kuhifadhi vyakula au vinywaji. Kuna muda mtu atakuja pale anahitaji kinywaji pale pale. Lakini kweli tumemshukuru Mungu kwa sababu hatukuwa na hiyo bajeti ya friji, lakini Mungu ametusaidia tumepata hilo friji na tumepata sehemu ambayo ni sahihi kwa kufanya biashara. Akili yako inapokuwa imefika mwisho. Amina. Mungu kuja mbele yako. God comes in front of you kukusaidia and help you. Pale unapoona mazingira hayapo sawa kabisa. Where you see the Mungu mwenyewe God himself. Kuja na kufanya. He comes and do it. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Yaani sijui hata niseme nini lakini